Jambo mtazamaji wangu, karibu katika ibada hii ambayo inaletwa kwako na Pastor Zakayo Mbevi Kaesa kutoka kanisa la African Brotherhood Church Konza City. Wakati huu tunapata somo letu la kwanza katika kitabu cha waraka wa Warumi. Sura yake ni ya 12 kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 4. Basi ndugu zangu, nawasihi kama huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Ndiyo imani yenu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu, yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa maana kwa neema nilipewa, na mwambia kila mtu aliyoko kwenu asinie makuu kupita ilivyo mpasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja. Mtazamaji, leo tutazungumzia sana juu ya kutunza mwili wako, kwa sababu ni hekalu la Kristo. Mwili wako na mwili wangu, miili tulipewa mwili kwa kusudi la Mungu. Na Mungu ametupea mwili ili tuishi katika maisha ya utakatifu na utauwa tunapoishi. Naangazia sana juu ya kutunza mwili upande wa kufunika au kuvalia mavazi. Kuna njia nyingi ambazo sehemu nyingi za kutunza mwili. Mavazi ni ya maana sana katika maisha ya mtu yoyote ule. Kwa sababu mavazi, haja ya mavazi ni nini? Haja ya mavazi kwanza ni kurembesha. Haja ya mavazi tena ni kufunika uchi wa mwili wako. Tukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, sura yake ni ya 21, tunaona ya kwamba sura hii ya 21, tunaona ya kwamba Mungu mwenyewe akimfanyia mwanadamu mavazi ya kwanza yeye mwenyewe. Na tunasoma hivi katika neno: Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawafika. Mungu aliwaona wao wako uchi, na akaona si vema wakae wakiwa namna hiyo, kwa sababu mtu si mnyama, mtu aliumbwa na kusudi lake Mungu. Hivyo basi akampa ngozi ili afunike uchi wake, ama awe ana aibu tena. Tuvalie kwa ajili ya utukufu wa Mungu kwanza, na tusivalie kwa ajili ya kupendeza watu. Tusivalie kwa ajili ya kupendeza watu wengine, bali tuvalie kwa ajili ya kwamba maisha yetu tunaovalia, hata tunaweza kuwa ni kama tunawaelimisha wengine. Jinsi unavyovalia, unaweza funza mwingine kupitia kukuona jinsi unavyovalia vizuri. Katika wale walioana, ni vizuri ama vingine ni mpaka wachunge aibu. Wewe ni mama au wewe ni mzee, wewe ni msichana au wewe ni mvulana, jinsi unavyofaa inatutangazia jinsi wewe ulivyo. Unaweza kuvalia mavazi ya kwamba ni ya aibu tupu. Kwa mfano, unaweza kuvalia nusu uchi, unaweza kuvalia nguo ambazo zimeraruka na umeenda tu sokoni ukaona ziko vile na ukazinunua uanze kuvalia. Najua tu mtazamaji wangu, unaweza kukua ukisema ya kwamba pastor, hiyo ni version au hiyo ndio mtundo wa kileo. Ni kweli, sikatai, lakini ni vema kuvalia mavazi ambayo yana heshima na yana adabu vizuri mtu akivalia. Unapaswa pia tena kujiuliza, kama ni mwanaume na ametoka kwenye nyumba iliyo na mama ama mke wake, au ama ni mama na ametoka kwenye nyumba yenye mwanaume au bibi yake, bwana wake, unaweza kuona mtu akishangaa, huyu ametoka katika familia ama katika boma iliyo na watu. Kwa sababu unaweza kuvalia kiasi ya kwamba ukitoka tu ni kama wewe uko uchi, ni kama wewe umesahau ya kwamba wewe unastahili kuwa namna gani, na ukavalia upendavyo.
Msikilizaji na mtazamaji wangu, Mungu anakupenda na anakujali siku ya leo. Katika Biblia tunaweza kuona ya kwamba kuna hali ya Mkristo na hali ya mtu ambaye si Mkristo au ambaye hajaokoka. Kwa wale ambao wanaokoka ni vizuri tueneze hayo kwa wengine na kuwafunza, ili wale ambao bado hawajaokoka wapate kuokolewa upande huo. Kwa hivyo tunaweza kusema ya kwamba, kwa mfano, kuvalia nusu uchi, hata kama ni afisini, kuna aibu mbele ya wale wengine unaofanya kazi na wao. Kwa mfano, tuseme ya kwamba umeangusha kitu uko miongoni mwa watu wengi ama umati wa watu. Uwezi ukainama chini na kuchukua chenye ambacho kimeanguka, iwe ni simu au kalamu ama nini ama pesa, kwa sababu wewe ni uchi. Ukiinama watu wataona uchi wako kwa sababu umevalia mavazi vibaya. Kwa hivyo tunasema ya kwamba katika hali hii nguo iliyo na viraka ama inararuka ni jambo la aibu ya mtu kuwa namna hiyo. Je, kwako unawafunza wengine au wenzako nini? Unaovalia vizuri unafunza mambo mazuri. Unaovalia vibaya unavalia na kufunza wengine vibaya. Kwa mfano, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Je, ukitoka kama wewe ni mama katika nyumba, kwa mfano, umevalia mavazi ya aibu sana, hata mtoto akochungulie ama mtoto akuangalie, inaweza kuwa si funzo nzuri kwa mtoto wako. Kwa hivyo tuanze kujifunza na kuwafunza watoto wetu mapema. Hali ya kuvaa inaweza kutangaza hali yako au tabia yako jinsi ulivyo. Unaweza kukana ya kwamba tabia yako ni nzuri. Unaweza kukana ya kwamba wewe ni mzuri. Wewe uko hivi. Lakini tabia inaonyesha mwenendo na njia yako mwenyewe jinsi ulivyo. Hali ya kuvaa mpaka itangaze hali yako na tabia, hata kabla hujaongea wewe mwenyewe. Katika kitabu cha waraka wa Korintho wa kwanza sura ya 3, sura ya 7 mstari wake ni wa 3. Paulo alinena kuhusu mwanamke na pia mume wake, ama pia mume na mke jinsi wanavyostahili kukaa. Wacha tuseme ya kwamba kuwa uchi, kwa mfano, kuwa uchi, na ni kweli, ni kwamba ukiwa na bwana wako au mke wako, hiyo ni njia nyingine. Mnaweza kuvalia mpendavyo kwa sababu nyinyi ni wawili na mnajuana na mnapendana na mnajaliana. Kwa hivyo, lakini nje, ukitoka nje, inaweza kuwa ni aibu kuu kwa watu na pia kwako mwenyewe. Kuna kuvalia sasa kama unataka kutafuta mtu fulani ama kutafuta mwanaume ukiwa mwanamke. Kuna kuvalia hata ukiwa mwanaume vibaya kiasi ya kwamba unatafuta wasichana ama unatafuta wanawake. Kwa hivyo mpaka tujijali jinsi tuendavyo. Maandiko yanatueleza wazi, tusienende kama wajinga, bali tuenende kwa kuwa sisi ni wale werefu na sio wajinga tena. Tunapotazama tunaweza kuona ya kwamba ni makosa kabisa kutaka nao ama kuotaka uonekane na watu wengine. Wewe ni mama, onekana na mke wako, onekana na bwana wako. Wewe ni mwanaume au bwana kwa nyumba, onekana tu na mke wako. Katika hiyo udadi ambao unastahili kuwa nao pale. Tunaona ya kwamba wanaume tuelewe ya kwamba mavazi pia ya kuvalia, mtazame mwingine jinsi alivyo. Tukirudi katika mahali ambapo tumesoma waraka wa Warumi sura yake ya 1, tunaweza kusema hivi ya kwamba sisi miili yetu ni hekalu la Bwana na tunastahili kulitunza jinsi ipasavyo. Ndivyo sababu tukisoma katika neno la Bwana tumeweza kuona ya kwamba sasa basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu. Kama mwili ni dhabihu, dhabihu takatifu inastahili. Dhabihu iliyo safi inastahili. Kwa hivyo pia katika hali hiyo ya kukaa na ule sasa tuwe tofauti na ulimwengu huu. Watu wa dunia ndio ulimwengu. Watu ambao hawajaokoka, na sasa inamaanisha ya kwamba ikiwa ni dunia, sasa hao ni wale bado hawajaokoka. Wale wanaofanya maadili mema wanaonekana eti ya kwamba hawaelewi, ndio wanapotea.
wale ambao wanafanya maadili mema. Kuvalia vizuri, unaweza sikia wengine wakikusemea eti ya kwamba unavalia kama shosho, umevalia kama yule ambaye amepitwa na wakati, we hujui kama kuna style hii, kuna version hii, kwa hivyo unastahili tu kuenenda namna hiyo. Usijifuatishe ukiwa Mkristo namna ya dunia hii na kuvalia kama mtu ambaye ajielewi yeye ni nani, kwa sababu wewe ni tofauti na yule ambaye hajaokoka. Tukiangalia unaweza kuona ya kwamba mpaka uvalie mavazi yenye heshima, mavazi ya kuonyesha wewe ni nani, kwa sababu wewe ni kiongozi kwako nyumbani, wewe ni kiongozi pale katika eneo ambalo unaokaa. Kwa hivyo mpaka sasa na watu watakuheshimu, ndugu, mama, baba, pale utaheshimika jinsi unavyovalia. Lakini ukijiachilia tu kiolela, hautaheshimika vile, lakini utapata aibu kuona ya kwamba haueleweki jinsi unavyokaa na jinsi unavyovalia, kwa sababu si ya kupendeza. Kwa hivyo tukiangalia tunaweza sema ya kwamba, mtazamaji wangu, katika kitabu cha Zaburi ya 109 mstari wa 18, tunaona ya kwamba pale kwake ni kulaani na ni kama kuvaa nguo. Mavazi yanaweza kukuletea laana kwa njia moja ama lingine. Kwa sababu tunaposema jinsi unavyovalia ni vibaya, uko hivi, watu wakikutupia maneno, unakaa hivi, kwa nini valie vizuri, hiyo ni kama kuona ya kwamba watu hawaneni baraka kwako. Jiweke vizuri, jivalishe vizuri, kiasi ya kwamba watu watanena baraka juu yako. Tukiangalia katika kitabu hicho, tumeweza kuona ya kwamba ni maneno gani yale ambayo watu wanaweza kusema juu yako kwa ajili yangu na kwa ajili yako pia. Ni kama umepotea, ni kama mwenendo wako unatembea nusu uchi. Kwa hivyo tukubali kuenenda katika hali na uteuwa wa Mungu jinsi ulivyo. Tunaweza kusema ya kwamba wazazi, mimi ni mzazi saa hizi ninavyozungumza nawe, msikilizaji na mtazamaji wangu. Uchi unakuwa ni kama aibu kubwa kwa Mungu na kwa watu. Ile tunasema in English shame, aibu tu. Kwa sababu wengine wanatembea labda matiti iko nje, tumbo iko nje, nusu hivi, mavazi imekatwa, imeraruliwa kiasi ya kwamba ama viraka. Ni aibu kubwa, tujihadhari. Na haswa wanarika wetu, na ninawaomba tubadili nia zetu ili tumwelekee Kristo. Tumwelekee Kristo ili tuvalie jinsi inavyostahili kama watoto wa Mungu. Kwa sababu siku hizi watu wamerefuka na wameshughulika na mambo yasiyo ya kweli sana. Mungu anakupangia namna gani juu ya kwamba ambao ni sisi watoto wake. Sisi, mimi na wewe, ni watoto wa Mungu, mtazamaji wangu. Na kama wewe ni mtoto wa Mungu, mpaka ufanye mapenzi ya Mungu. Kama wewe ni mtoto ambaye anajua mwelekeo, mpaka ufanye yale mambo yana mwelekeo mzuri. Mungu anataka sisi tufanye nini? Kama jinsi mtumishi wa Mungu Paulo amenena katika waraka wa Warumi, ya kwamba anataka sisi tugeuzwe nia zetu na akili zetu ili kufanywa upya. Mtazamaji na msikilizaji wangu, uko tayari kufanyika kuwa upya? Uko tayari kufanyika upya upande huo wa kuvalia na jinsi ya kuenenda, ndio uenende kama yule ambaye anajua mwelekeo? Tuishi maisha yale ambayo ni maisha ya utakatifu wa Mungu, maisha ambayo ni ya kumcha Mungu, maisha ambayo ni ya kumtii Mungu. Hii ni kwa sababu alimtoa mwanae Yesu Kristo ili tuwe na maisha mapya, si yale maisha ya kale. Kuna hutu upya. Mtu ugeuzwa nia, akabadili nia yake, mawazo mabaya akakutoka, ukavalia mavazi ama ukavalia sasa hali ya uungu kabisa. Maisha mapya ya kumpendeza Mungu kwa tabia na matendo, na mwenendo wetu uwe wa utakatifu na utauwa wake Mungu. Na itapendeza sana, mtazamaji wangu, kwa kweli itampendeza Mungu. Basi tusijifuatishe kamwe namna ya dunia hii,
Maana dunia inaenda na njia zake na mapito yake. Mengine yanampendeza Mungu, mengine ni ya kupendeza watu tu. Lakini hizi tutafute kuishi, tujiepushe kukaa na jinsi ya dunia hii. Watu wasio mcha Mungu au watu wasio na heshima, watu wanataka hanasa za dunia, watu wanajitangaza kutoa hongo, rushwa, ukatili na mambo kama hayo. Hayo si mambo ambayo yanampendeza Mungu. Kumbuka ya kwamba hautakubali machafu ya kufuate, mpaka utafute yaliyo mema na ukayatende na kuyafanya. Watu hata wauaji, wengine ni wezi, wengine waasherati. Hayo ndio yale mambo Paulo amesema tujifuatishe, tusijifuatishe namna ya dunia hii. Dunia iko na mambo yake, lakini siku moja tutaisha, tutaenda kwa Mungu Baba na kuishi pale. Mambo hayo ndiyo Paulo ananena namna ya dunia hii. Ukitaka, mtazamaji wangu, kwa kweli, wewe ukitaka kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, mpaka ukayafanye mapenzi yake. Nifanye yapendezayo mbele zake, nawe pia ukafanye na utende yanayompendeza akiwa kiti chake cha enzi. Sasa ukitaka kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, uwe mnyenyekevu kwake, uwe mtiifu kwake, uwe unafuata njia zake, haki na ukweli zikufuate na kuandamana na wewe kila wakati, mtazamaji wangu. Kwa hivyo tukiangalia, Yesu anahitaji kubadilisha mambo hayo na uokolewe. Wewe ukijibadilisha sasa, yale mambo mabaya uache. Yale mambo ambayo tumetaja juu unayafahamu. Mambo ya dunia hii, yule ambayo nimesema usherati, ukatili, rushwa, wizi na kila mambo na uwaji na hongo. Sasa tukivua haya yote, tumwelekee Kristo, basi utastahili sasa baraka nyingi na kuishi maisha ya uteua. Mungu atakutunza na atakujali. Mungu atakupenda na atazidi kukuongoza, mtazamaji wangu. Warumi sura yake ni ya 1 na aya yake ni ya 18. Tuangalie pale. Warumi sura yake ni ya 1 na aya ni ile ya 18. Anasema nini? Katika kitabu hicho tu waraka wa Warumi sura ya 1 na aya yake ni ya 18. Tunasoma hivi. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipigao kweli kwa uovu. Katika dunia hii kuna watu wanapinga sana jambo likiwa la kweli, wanageuza iwe si ya kweli, na nakatalia pale na wanasimama pale na hawataki kubanduka kutoka pale. Lakini tuzigeuze ukweli wa Mungu uwe si ukweli tena. Usiwahi siku moja, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, wakati huu ona ya kwamba unatafuta ile inampendeza Mungu, na ukirekebishwa na ukiambiwa ujue ni vale pale unastahili kupitia na kuenenda katika njia. Watu ambao wamegeuzwa ukweli uwe si ukweli tena, naye Mungu sasa akiwa mbinguni, Mungu atawaandalia ama atawaachia wafanye matakwa yao, wafanye hayo mapenzi yao. Ikiwa ni ubaya, wadumu katika ubaya. So ama mpaka sasa tuishi jinsi Mungu atakavyo. Watu wengine hawapendi kuambiwa ukweli. Wanajiona wao wanajua yale wanajua, na hawataki kuambiwa kwa sababu ni wao tu wanastahili kusema na hawataki mwingine aseme. Usikae hivyo, mtazamaji wangu. Tafuta mapenzi yako ndani, mapenzi ya Mungu katika maisha yako ni gani na ustahili kuendelea. Nataka nikumpe mambo machache yale ambayo ni madhara ya kuvalia vibaya. Nitakupa points karibu 5 ambazo ni kuonyesha mabaya yale ambayo yanaweza
kukukabili kwa ajili ya kuvalia vibaya. Jambo la kwanza, hautaheshimika hata kama umesoma kiwango gani. Hautaheshimika kabisa. Hata kama una degree zako, diploma, hata kama umeenda masomo kamaliza PhD, hautaheshimika, utakosa heshima hata na kwa wale wengine. Jambo la pili, kupata aibu na kusemewa mabaya na watu. Kwa nini avalie hivyo? Yeye ni kama malaya. Yeye anaanza vita na watu kila wakati. Kwa nini mnasema juu yangu? Mavazi yangu chaguo langu. Sawa, hatukatai. Lakini ni kweli chenye wanachosema kuna jambo ambalo linaonekana si sawa. Kwa hivyo nastahili kurekebisha hayo. Jambo la tatu, kubakwa kwa sababu unawavutia wengine wenye haya. Unapotembea ukiwa nusu uchi, unaonekana mpaka kila mahali, unaweza kufuatwa tu na ufanyiwe vibaya na mtu akutendee madhara makubwa kabisa ya kubakwa, na ukuwa na nia hiyo. Ni wewe umejiitania tu, kaambia mtu njoo. Wewe unaji kwa tabia na mwenendo wako. Jambo la 4 ni kuona ya kwamba ukiangusha kitu hautaweza kuchukua, kuinama mpaka wewe ni mtu wa kutumana. Naomba fulani nichukulie hiki. Nichukulie hii ambayo imeanguka. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe hauwezi ukachukua. Jambo la 5, kukosa heshima kwa wazazi na pia wakubwa kazini. Unaweza kuonekana hauna nidhamu. Unaweza kuonekana ya kwamba wewe unakosa heshima. Je, ni nani utaishi na yeye katika kazi akiwa amekuajiri na una heshima ya jinsi unavyovalia? Pia kwa wazazi, mpaka sasa mtu akienda kwa wazazi, hata wengine wanashangaza wazazi sana, kwa sababu mtu akitoka nyumbani kwenda Nairobi, mahali pa kazi, Mombasa, akianza kurudi nyumbani anarudi akiwa vingine. Na ukiulizwa unasema tu huko ni maisha ya kule tunakaa. Kweli, lakini ukija hapa rekebisha, kwa sababu unakuja mbele ya wazazi. Tukiangalia tunaweza kusoma na kuona ya kwamba una haja ya kukumbuka wewe ni hekalu la Mungu. Wewe peke yako, mimi hapa ni hekalu la Mungu. Na kama jinsi ujuavyo hekalu linawekwa vitu vya dhamana, unawekewa vitu vya dhamana ndani yako. Kwa hivyo kumwabudu Mungu, hata wengine wanaenda kanisani, wanaleta aibu kwa sababu anatia watu wengine katika majaribu. Wanakaa vibaya. Kwa hivyo tujihadhari sana. Tunza mwili wako na kuonyesha heshima kwa Mungu hata kwa watu, kwa sababu hiyo ndio inastahili, na hata kwako mwenyewe binafsi. Hayo mambo ni ya maana sana ukiyazingatia, mtazamaji na msikilizaji wangu. Tusitende ama tusienende kama wajinga, bali tuenende kama wale ambao wanajua jinsi waendavyo. Tukisoma katika waraka wa Waefeso, sura yake ni ya 5 haya ya 15. Waraka wa Waefeso, sura yake ni hiyo tu ya 5 na haya ni ya 15 hadi 17 katika Waefeso 5. Tunasoma hivi: basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini iliyo mapenzi ya Bwana. Tufahamu, tuzingatie na kuangalia ni nini mapenzi ya Bwana, na hayo tutayajua kupitia kusoma neno la Mungu. Hayo tutayajua kupitia kulelewa vizuri, ndio ukue kiroho kupitia neno la Mungu. Na wachungaji ama yule yote ambaye amekuwa ni mlezi wako ama alikulea kwa neno, hata kama ni wazazi. Kwa hivyo mpaka tuzingatie yale. Na usisahau ya kwamba jinsi unavyoenenda, jinsi unavyoonyesha jinsi ulivyo. Kama vile nilitangulia kusema, tumeambiwa siku hizi uovu, tukiukomboa wakati. Siku hizi uovu, watu wanafanya venye wanataka. Sasa naye Mungu anaweka ghadhabu
ajili ya watu wale ambao hawazikii, wale ambao hawataki kumtii, wale ambao hawataki kuyajua na kuyafahamu mapenzi yake. Tukisoma katika Biblia tunaweza kuona ya kwamba pia tunaona ya kwamba katika mambo hayo kuna watu ambao Mungu aliwaachilia wafanye tamaa ili yao. Hawa watu Mungu aliwaachilia kwa sababu gani? Waliambiwa, walihubiriwa, lakini hawakutaka kugeuza nia zao. Waliona tuende na uovu, tuishie katika uovu, basi Mungu akawaachilia ili wafanye tamaa za miili yao. Siku ya leo Bwana anakuhitaji mtazamaji wangu. Mtu asome tabia isiyofaa kwako. Mtu yoyote akikusoma asome tabia inayofaa kwako mtazamaji wangu. Na hiyo ndio ukweli. Watu kama hao wanastahili kuombewa na washauriwe ili waokolewe. Ukiwa uko katika hali hiyo ambayo ni kujiweka jinsi unavyotaka na hutaki kuambiwa, kuna haja ya kunyenyekea, rudi chini, sikiza mawaidha, uyapokee na utatoka kwenye mtego wa ibilisi na umfuate Kristo. Ndugu na dada yangu mtazamaji, watu wawili wasioona wote wanaweza kutumbukiza katika shimo. Sasa itakuwaje ikiwa umepotea na mwenzako amepotea? Nyinyi wawili kwanza mmepotea, mnaenda katika njia ambazo hazifai. Hakuna mmoja atainua yule mwingine, sababu nyinyi nyote mnahitaji mtu wa kuinua kwa pamoja ili mrudi katika njia ya kweli na haki inayompendeza Mungu. Angalia maadili ya watu, vile wanakaa, vile wanavalia. Tunajua katika dunia hii hata kuna watu tu maadili yao ni kukaa uchi, wako vile, ama ni kujifunika tu sehemu fulani na sehemu zile zingine anajiachilia, kwa sababu tu inaenenda na maadili na tabia na desturi za watu. Kwa hivyo usihige mtundo ambao si wako na ubebe uwe ni mtundo wako. Fuata njia yako inayostahili. Ujue ya kwamba hizi ni siku za uovu kama jinsi tumesema, na bali kama watu wenye hekima tutatembea katika njia inayostahili. Tutaenenda kama watu walio na hekima. Tutakuwa ni msaada kwa wengine. Tutawaambia wengine ukweli wa Mungu. Tutakuwa sasa tukiwaombea wale. Tutakuwa tukisaidiana na wao tuone kama wametoka katika njia za upotovu na wamwelekee Kristo maishani mwao. Tukiangalia mahali ambapo tumesoma tena, ni kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi sasa ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Ndugu mpendwa, dada mtazamaji wangu, wewe si mjinga, bali fuata ukweli wa Mungu. Tenda yaliyo mema na Mungu atakuinua. Mungu atakubariki. Mungu atakusaidia. Mungu atakuweka huru kuona ya kwamba kila jambo linaenenda na unastahili kutenda sawasawa na mapenzi yako, mapenzi ya Mungu. Tukiangalia unaweza kuona ya kwamba uovu mwingi unaozidi. Watoto wanasoma jinsi wazazi walivyo. Huwezi kusema usilewe pombe na mtoto anaona unalewa pombe. Huwezi kuonekana ya kwamba unatembea nusu uchi na tunamkanya mtoto wako, usivalie hivi na lile. Amesoma kwako mwenyewe binafsi. Kwa hivyo sasa mpaka tujue jinsi ya kuwarudisha wanarika wetu, kuwarudisha watoto wetu katika njia inayofaa, na jinsi mlavyo mtoto ndivyo akuavyo. Tuwe tayari kuandaa kizazi kizuri, kizazi chenye heshima, kizazi zenye tabia na mwelekeo unaofaa. Kwa hivyo Mungu anahitaji nini kwako? Anahitaji mambo hayo yote ili kwako mwenyewe uone ya kwamba unastahili kufaa ama kuenenda katika hali ya ukweli. Tukiangalia katika Biblia, tunaweza kusoma na kuona ya kwamba Paulo mahali pengine alisema kuvalia kwetu kusiwe ni kwa nje tu, bali tuvalie, tujivike ndani ya mioyo yetu, kwa sababu kinachoandaliwa moyoni kinaonekana kwa matendo. Ukienda kutuzi mtu
ulipanga kumtuzi mapema ama kitambo. Alafu ndio pale ukienda mkiguzana hivi unatenda lile tukio. Kwa hivyo tutendeane mabaya, tutendeane yaliyo mema. Unipende nami nikupende. Tumuombe Mungu, tusaidiane, unirekebishe nami nikurekebishe. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni njia ambayo inafaa na ni njia ya uungu kabisa na njia ya Ukristo ulio wa kweli. Ndugu yangu, kama basi ulishauriwa na mtu na ukakataa, sasa rudi katika njia ya kweli. Mungu akubariki, anisaidie na Mungu akusaidie pia, ili kwa mwenendo wa hayo mambo ambayo tumeyasoma yote upate kupata jambo ambalo ni la maana kukujenga na upate ni jambo la kukuinua. Tusiwe ni watu wa kuachiliwa tuenenda katika tamaa zetu na Mungu, bali tuzidi kuenenda katika hali ya njia ya kweli inayofaa. Tukiukomboa wakati, tukomboe wakati wetu, mimi na wewe, na Bwana atatusaidia na Bwana atatubariki. Basi tukiangalia katika Biblia, mtazamaji wangu, tunaweza kuona ya kwamba kama jinsi wakati wa Nuhu watu walikuwa wakiambiwa, watu walikuwa wakihubiriwa na injili ambayo walihubiriwa nayo, lakini wao tu walikaa kama watu ambao hawataki kusikia. Nuhu akaambiwa ya kwamba aijenge safina. Sasa kule kujenga safina, watu wakapita tu njia zao wakaenda. Wengine wakamdanganya, tutakusaidia, tutapitia. Wewe unaweza kuwa hivi kwa siku ya leo. Kwa hivyo ndipo sababu naweza kukushauri na kukuambia kwamba masikio yako ni vizuri, neno likiingia uipokee vizuri na uiweke katika moyo wako ili ikusaidie na ikujenge mwenyewe. Tukiangalia katika maandiko tunaweza kuona ya kwamba wale watu wakati huo hawakuweza kusikia na kumtii. Lakini siku mmoja Mungu alipoileta ile gharika, tazama ya kwamba walibisha mlango wafunguliwe. Ujumbe ulikuwa ni kwamba ufunguo kumefungwa na mtu hawezi akafunguliwa. Wengine wakalia, wakatezeka, wengine wakafa maji. Kwa hivyo ndivyo nakuambia mtazamaji na msikilizaji wangu, wakati huu wa sasa ujiweke katika hali inayostahili. Kwa sababu utasikia tu kulikuwa na mhubiri fulani ambapo alilileta neno hii na ujumbe huu. Unaanza kulalamika ni mpate wapi? Wakati wa kupata neno ni leo na ni sasa. Kwa hivyo mtazamaji wangu, kuna haja ya kufuatilia yale yote ambao tumejifunza kwa pamoja. Maana hili ni funzo kubwa. Ni funzo ambalo hautalipata na watu wengi. Na hatujui Mungu amelileta kwa sababu gani. Mungu amelileta ili uzaidike na mimi nizaidike pia. Na ufaidike katika maisha yako na moyo wako. Na pia na wewe uondoke ukawafaidi wale wengine. Ndipo ilivyo kwa ajili ya wana wa Israeli. Waliambiwa tu mkifanya hivi nitawabariki. Lakini wengine walijigeuza vibaya. Wakakosa kusikia, wakakosa kufuata. Nitawabariki mkifanya hivi na vile. Mkisikia neno, mkichukua ujumbe wangu na kuupokea, nitawabariki. Kwa hivyo na nyinyi na sisi leo, mtazamaji wangu, wewe na mimi, Mungu anatuhitaji ili tumuelekee. Mungu anatuhitaji ili tumtafute kila wakati. Kwa sababu yeye ni Mungu wa karibu. Ni Mungu ambaye si wa mbali, ni Mungu ambaye anasikia kilio cha watoto wake. Siku ya leo, kama unataka kugeuza moyo wako na umpokee Kristo moyoni mwako, basi una hiyo nafasi na uko na hiyo jukumu kwa wakati huu, kwa sababu siku zinakuja zile ambazo hautapata neno tena. Zile ambazo utalilia upate ujumbe na utapata ujumbe tena, kwa sababu hakutakuwa na wakati. Kwa hivyo wakati huu usiweke moyo wako kuwa mgumu. Waebrania, mwandishi wa waraka huo, alinena sana ya kwamba unaposikia neno hili usiweke moyo wako kuwa mgumu. Weka moyo wako kuwa rahisi kupokea ujumbe wa neno la Mungu na kuweka moyoni mwako na uyatafakari yale, na utakuwa wewe ni mtu wa maana sana na ni mtu wa mibaraka na hata kwa wengine. Kwa hivyo tunaposoma neno la Mungu na tunapoendelea na kulisoma zaidi, hivyo ni kwamba utakuwa
kiroho, utakuwa, kwa sababu neno la Mungu ni chakula, utakuwa mtu ambaye ameshibishwa kichakula rohoni mwake. Ako na chakula cha kumtia nguvu za kumfanya aendelee. Kwa hivyo maneno hayo ama topic yetu ama kichwa, kutunza mwili wako kwa sababu ni hekalu la Kristo. Mungu anahitaji kukutumia. Mungu anahitaji kunitumia. Na hivyo basi uwezi ukatumika ukiwa kiumbe kile ambacho akifai, mpaka uwekwe katika hali fulani kiasi ya kwamba unaweza tumika. Ndugu mpendwa, mtazamaji wangu, kwa hivyo Mungu anakuhitaji na ananihitaji ili katika ulimwengu huu tumfanyie kazi inavyostahili. Ili katika ulimwengu huu tuondoke tukatangaze Injili. Ili wakati huu tuondoke na kuwaelimisha wengine wale ambao wako mbali na elimu ya kweli, tuwalete katika Kristo ili wageuzwe nia zao wamwelekee. Je, wewe ni mmoja wao? Unapoketi pale, unaponisikiza, wewe ni mmoja wao? Wakati ni sasa. Mwambie Bwana, nimekuja mbele zako. Kuanzia leo nitampokea au Mwokozi wa maisha yangu, na Bwana atakubariki. Kwa hivyo ndugu yangu msikilizaji, mtazamaji, baba, mama uliye pale, ndugu ama dada, Kristo anakupenda na hata kuachilia kiasi ya kuangamia. Ataenenda pamoja nawe siku zote za maisha yako. Siku zote za maisha yangu Bwana atakubali kuenenda nawe. Kwa hivyo mpaka sasa usimame ukijua ya kwamba msimamo ulio nao ni msimamo wa kuendelea, si msimamo wa kuanguka tena. Si msimamo wa kujiangusha, si msimamo wa kujiweka katika hali fulani ati ya uelewi. Sasa unaweza kuelewa na kila kitu. Yesu aliweza kuponya mtu, akampaka matope machoni mwake. Ili Yesu alipompaka yale matope akaanza kuona. Akaulizwa, unaona? Anasema ya kwa, akamjibu ya kwamba ninaona vitu kama miti. Sasa kuna haja ya kuona vizuri. Usione kwa umbali, bali uone kwa ukaribu. Na Mungu atakulinda. Mungu atakusaidia. Mungu atakujali. Mungu atakuongoza na atakufanikisha katika njia zako na mipango yako yote. Kwa hivyo, walio na familia, tuzingatie kuishi katika umoja. Tuzingatie kuishi katika upendo. Tuzingatie kurekebishana maneno. Ningependa kukuambia ya kwamba mpaka turekebishane. Watu wakiwa wamekoseana hata kazini, ni vizuri kumrekebisha yule mwingine kwa upole. Hata kama alikuwa amevalia vibaya kwa sababu hakujua, labda akielekezwa kwa njia moja ama lingine, anaweza kujirudisha katika hali ya kujivalisha vizuri kama mtu ambaye anajua mwenendo na mwelekeo unavyostahili kuwa. Ndivyo sababu nilisema ya kwamba Mungu alituwekea vazi ama alitufunika. Adam na Hawa walifunikwa ili sasa wajirembeshe na pia tena kufunika uchi wao. Kuanzia leo, amua ya kwamba utaenda katika mwenendo unaofaa. Utaenda katika mwenendo unaostahili. Na bila shaka dunia, sisi ni nuru ya ulimwengu. Wewe mahali ulipo na usaidie mwingine, ile nuru ya kusaidia ile mwingine aone ukweli na aufuate. Hivyo basi utakuwa umefanya jambo la busara katika maisha yako. Kwa hivyo tunaweza kusema nini? Unaweza kusema ya kwamba kama vile tulitangulia hapo awali, mavazi yangu chaguo langu. So, isiwe ni kuchagua uvalie aibu, lakini chagua uvalie vema. Chagua uvalie vizuri. Chagua uvalie kama mtu ambaye anaelewa aendako na jinsi mwelekeo wake ulivyo. Ndugu yangu, Biblia inatuambia ya kwamba vizuri, ule mstari ambao tulisoma, nataka kusoma tena pale waraka huo wa Warumi, sura yake ni ya 1. Unaweza kuona yale mambo ambayo yamesemwa pale na Paulo mtumishi wa Mungu akiwaambia Wakristo wa huko Rumi. Sura ya 1 mstari wa 8. Anasema hivi, mtazamaji na msikilizaji wangu. Mstari wa 1 sura yake ni ya 8. Kitabu hicho cha waraka wa Warumi. Na tunasoma hivi. Msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, tusome mambo hayo.
Tunasoma hivi, mtazamaji. Sura ya 1 aya ya 8. Kwanza mshukuruni Mungu. Kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. Kwa maana Mungu nimwabudie kwa roho yangu katika injili ya mwana wake ni shahidi wangu jinsi niwatajavyo pasipo kukoma. Siku zote katika sala zangu nikiomba nije kwenu hivi karibuni, Mungu akipenda kuifanikisha safari yangu. Kwa maana ninatamani sana kuona nipate kuwapa karama ya rohoni ili mfanywe imara. Mtazamaji wangu, hizo haya ambazo tumezisoma ni juu ya Mungu, mtumishi wa Mungu Paulo, ambaye katika maisha yake ya kuishi aliona ni vizuri kuwaona wale wapendwa tena ambao hapo awali aliwahubiria, ili wakaenenda na mwenendo unaofaa, wakaipokea injili ya Kristo katika mioyo yao. Ndipo sababu aliwaambia kwamba aliomba wakati ukifika awarudie tena na kuona jinsi wanavyoenenda. Watumishi ama wewe mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo la busara sana kukumbuka eti ya kwamba umegeuza na kubadilisha mwenendo wako wakati huu wa mahubiri haya, kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi kuleta ujumbe huo. Si mimi na si wewe, lakini Mungu mwenyewe akaona ya kwamba atuletee ujumbe kama huu, ujumbe ambao unatupa mwelekeo na kusema ya kwamba hii ndiyo njia ya haki na kweli. Kwa sababu karama ya rohoni, kile kipawa ambacho Mungu amekupa na kipawa kile ambacho Mungu amenipa, mpaka tujiungalie sana na hata kuwasaidia wengine ipasavyo. Je, uko tayari kuwasaidia wengine? Uko tayari kuwaleta wengine katika nuru? Uko tayari kuwaleta wengine kuishi katika maisha yanayostahili? Ni kupitia kuwaambia na mdomo wako, kuwarekebisha mdomo wako ukinyenyekea, si kwa kujiinua ama kujipendekeza eti ya kwamba ni wewe mzuri ama wewe ni wewe unajua. Zote tuelimishane kwa pamoja. Ukitaka mtu apokee jambo vizuri, tumia hali ya unyenyekevu. Ndivyo sababu hata katika vitabu vya nyimbo, kuna wimbo tunaimba ya kwamba tuwaendee kwa upole, na wao watalipokea neno na watamkubali na kumpokea Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Ninaamini ya kwamba kama jinsi tumeenenda katika ujumbe huu, umekuwa ni ujumbe wa busara kwako, ni ujumbe ambao umekusaidia, na ni ujumbe ambao umekupa kuwa katika hatua lingine. Wacha lile hatua ambalo ulikuwa nayo hapo awali ya kutojali, ya kutoangalia, ya kutokuona. Sasa utakuwa ni mtu ambaye unaweza kuondoka na kuenda kuwaleta wengine na kuwarekebisha kwa upole. Turekebishane tukiwa kazini, tukiwa nyumbani, tukiwa kanisani, tukiwa katika vikundi, hata kama ni wapi, turekebishane ndugu zangu. Lakini nimesema ya kwamba jambo moja, rekebisha mtu kwa upole. Sio kelele, si kumpiga, si kumpigia mayowe hapa na pale, lakini muite mketi mkiwa wawili, umuonyeshe ndugu yangu, dada yangu, pitia katika hii njia. Hii ndiyo sahihi na hii si sahihi. Na watu wa Mungu watakuwa wamebarikiwa zaidi. Mtazamaji wangu, nina furaha ya kwamba wewe umepokea jambo la kukusaidia. Na ukitaka kuenenda vizuri na kukaa vizuri katika maisha yako, upende sana neno la Mungu, wewe ukilisoma litakusaidia na utakuwa na hatua lingine, waache lile ambalo umekuwa nalo. Hautahesabiwa mmoja wa wale ambao wanajifuatisha namna za dunia hii, bali utakuwa mmoja wa wale ambao wanaenenda jinsi inavyofaa na kuukomboa wakati kama jinsi tulisoma maandiko. Ndipo sababu tumeweza kuona Paulo akimshukuru Mungu kwa sababu katika Kristo Yesu, kwa ajili ya wao watu kumtafuta Mungu na kuishi kulingana na mapenzi yake. Wewe ni mtoto wa Mungu na mimi ni mtoto wa Mungu. Mtoto ni mtiifu kwa wazazi wake, naye Mungu anahitaji tuwe watiifu kwake,
kwa sababu ni Baba wetu aliye mbinguni. Ni Baba wa mabwana na ni Baba mkuu, Mungu ambaye amejaa, ni mwingi wa rehema na upendo. Huruma zake Mungu zikufikie asubuhi ya leo, wakati huu, ukiwa popote pale ulipo. Rehema za Mungu zikufikie na ukayatafakari mapenzi yake, na utakuwa wewe ni mtu ambaye unastahili na hata kuwa mwalimu wa wengine. Ikiwa ni wale ambao wanafanya ukatili, ikiwa ni wale wanapokea hongo, ikiwa ni wale ambao ni wanaua wengine, kwa sababu katika dunia sasa na especially Kenya tunasikia watu wengi wakiua watu wengine kiolela. Mtu labda hizo ni kumwaga damu zisizo na hatia. Hiyo ni kile ambacho kimejaa moyoni kwa mtu. Uovu ndio unamsonga, na ule uovu anaenda kutoa zile vitendo, wizi wa hali ya juu na hongo na kula rushwa. Mambo kama hayo hayastahili kutajwa kwetu. Paka istahili kutajwa kwako na mimi pia, paka tuenende katika njia inayofaa. Maana tunajua ya kwamba dunia hii kuna zile njia za kurekebisha watu. Wewe ukizidi utafungwa na utakuwa ni hasara kwako. Paka sasa umkubali Kristo na umwambie Bwana, nimeziacha dhambi zangu zote. Sasa nahitaji kuwa mtoto mzuri, mtoto wa kiroho, mtoto ambaye ameelimika na anastahili hata kusaidia mwingine. Tunasoma hivi katika kitabu cha Ufunuo. Sura yake ni ya kwanza kuanzia haya ya 5. Ufunuo. Tutamalizia na kitabu hicho cha Ufunuo, sura ya kwanza kuanzia haya ya 3. Tunasoma hivi. Aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona, heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Wale ambao wanayasoma maandiko, mimi na wewe, paka tuyazingatie yale ambayo yameandikwa humo. Sababu tukiyazingatia, tutatenda kulingana na vile tumeshauriwa. Tutatenda matendo ambayo si ya kupuuza, matendo ambayo si ya uovu, bali ni matendo ya kuonyesha mambo yote yaliyo mema katika Kristo. Kila mtu asomaye. Naomba ukazidi kusoma wenzangu. Naomba ukazidi kusoma mtazamaji wangu, hata kuzipitia zile haya zote ambazo tumezisoma, na utakuwa na mwelekeo mzuri. Tusiwe watu wa kulisoma neno tu na kuliacha pale pale. Mhubiri akiondoka hiyo imeisha na tumesahau. Sasa wewe ni mtu wa kusoma na kufuatilia maishani mwako. Kwa hivyo tumeambiwa heri asomaye na wao wasikiao. Naamini ya kwamba sababu umesikia, wewe ni heri, umebarikiwa. Maneno ya unabii huu. Unabii ni kwa njia nyingine ni neno la Mungu, lile ambalo tumepewa kwa siku ya leo. Zingatia na utakuwa mtu ambaye hakona hatua moja hadi lingine. Kwa hivyo angalia, uchukue hatua siku ya leo, uone ya kwamba umekubali kulisoma neno la Mungu. Watu wengine wanapenda sana kusoma magazine. Watu wengine wanapenda kusoma Nation. Watu wengine wanapenda kusoma Taifa Leo, lakini hawajui sana kulisoma neno la Mungu. Hawaona ule wakati wa kulisoma neno, lakini wanataka kujua mambo yanayoendelea ya ulimwengu. Tutafute sana ufalme wa mbinguni. Tutafute sana ufalme utakaokuja, ufalme wa Mungu. Na tutafute sana kumuishia Kristo katika mwenendo na wa maisha yetu. Kwa hivyo tumeambiwa heri asomaye. Heri yule ambaye anazingatia mambo haya ambayo yameandikwa katika Biblia, na wewe utakuwa mmoja wao, na utakuwa wewe ni heri. Kwa hivyo Mungu aendelee na kukusaidia na kukubariki. Mungu anatupenda, anatujali, atatuonekania na atakutendea mema. Na yale ambayo unataka kwako akufanyie, usichoke kuomba, muombe tu. Yeye ni Mungu ambaye ni wa karibu, ni Mungu ambaye ukiomba jambo anakusaidia, ni Mungu ambaye ukimwambia hivi, mpe hitaji lako,
Usisite kumpa, mwambie Bwana, najiachilia tu mikononi mwako, kwa sababu ni wewe mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, hatuna mwingine. Kwa hivyo yeye anatuwezesha yale mambo tunaona sisi kwetu kama binafsi hatuwezi, anaweza. Yote yanawezekana kwake, hakuna lililo ngumu. Mpendwa mtazamaji wangu, jiachilie mikononi mwake. Kuanzia leo rekebisha. Kama ulikuwa naenda unatoka nyumba venye unataka, uko nusu uchi, rekebisha mwanzangu. Hiyo sio njia. Njia ya kweli ni kuvaa ipasavyo. Na wewe utaanza hata kuwaelekeza wale wengine. Watasikia watu wakisema tu, hata kabla hutawaambia, watasema mbona fulani amebadilika siku hizi, alikuwa akivalia hivi na vile, lakini kwa sasa anazingatia kuvalia ipasavyo. Ni kupitia neno la Mungu tu. Neno la Mungu unyosha mtu. Neno la Mungu umrekebisha mtu. Neno la Mungu umsaidia mtu. Na neno la Mungu linainua mtu. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, Yesu anakupenda, anakujali, karibu kwake, endelea na kumuishia, na Mungu atakubariki. Bwana ibariki neno lake. Tuombe. Mtakatifu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, sifa na utukufu ni zako milele na milele. Shukrani kwa ajili ya mtazamaji. Baba, naomba ukapate kumbariki na kumsaidia katika mahitaji yake yote. Mungu, tupe kuenenda katika mapenzi yako. Utupe kukaa kama jinsi neno linavyotuambia, ili tuyatafute mapenzi yako tunayoyafuata. Neema yako na baraka ziwe pamoja nasi. Ubariki station hii mikononi mwako. Wabariki wafanyakazi, Mwenyezi Mungu, wanaofanya kazi mahali hapa. Ubariki na hata kiongozi mkuu wa kanisa letu. Uwe pamoja nasi na utubariki. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, tuomba na kushukuru. Amen. Amen.